بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباؤهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار.
قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mwenyezi Mungu ameuelekeza wito wake kwa mamitume. Yaani walioamrishwa kwa mamitume, umma wa hawa mamitume vile vile wanaingia ndani yake. Mwenyezi Mungu anaita ya ayuha rusul, enye mamitume. Ya ayuha rusul, enye mamitume, kutoka ule mtume wa kwanza kabisa mpaka mtume wa mwisho. Enye mamitume, kulu minat tayyibati, kuleni miongoni mwa vyakula vizuri vizuri. Kuleni vyakula ambavyo ni halali, na vile vile umma wa mitume wameamrishwa hivyo hivyo kama mtume wao alivyoamrishwa. Umma vile vile wale vyakula vizuri, umma vile vile wale vyakula vya halali na wanywe vya halali. Waamalu saliha, mkisha kula vya halali tendeni vizuri, vitendo vizuri. Mkisha kula vizuri, hayo vyakula vizuri, tendeni vitendo vizuri. Mazuri kwa mazuri yaambatane, mazuri kwa mazuri ishikamane. Chakula kizuri, kitendo kizuri, kinywaji kizuri, kitendo kizuri. Kuleni vyakula vizuri, yani vyakula vya halali. Baada ya kula, waamalu salihan, nitendeni vitendo vizuri. Vizuri vyote miongoni mwa vyakula ndivyo vile ambavyo Mwenyezi Mungu kavihalalisha, kapeana kwayo ruhusa iliwe. Waamalu salihan, nitendeni vitendo vizuri. Vitendo vizuri ni vile vyote alivyoviamrisha Mwenyezi Mungu katika kitabu chake Qur'an. Vitendwe hivyo, ndio vitendo vizuri. Tendeni vitendo vizuri, yani hivyo alivyoviamrisha Mwenyezi Mungu kuwa ni mazuri, ndio haya yanayotakiwa. Sasa tuone, tunakula vyakula vizuri vizuri, tuifuatanishe na vitendo vizuri vizuri vile vile.
vitendo vizuri vinaambatana na vyakula vizuri. Na ameita Mwenyezi Mungu mitume watende vitendo vizuri na wale vizuri, kwa kuwa amali nzuri ina haja na riziki halali, ina haja na riziki halali. Taa yule mtu ambaye yuwala haramu, yuwala riba, yuwala mporo wa kupora, yuwala mali ya kunyang'anya, dua zake ina tatizo ndani yake, ina mushkili ndani yake ya kutokubaliwa. Waliokuwa wakiomba waliomba, pita bwana mkubwa amepita mahala pale, akaona wakiomba hawa, vyakula vyao ni haramu, mavazi walioyavaa ni haramu, wamenenepeshwa kwa haramu, wamekuzwa kwa haramu. Fa anna yustajabu lahu, wapi itakubaliwa dua zao? Sasa haramu inakuwa ni kizuizi ya kutokubaliwa nini? Dua. Sasa tukitaka dua zetu zikubaliwe, tujitahidi tuwe wenye kula halali na tuwe wenye kunywa vya halali. Ndio hao wataalam ulama wamesema, wa ta'atun mimman haramun ya'kulu mithlu al-bina'i fawqa mawjin yuj'al. Wa ta'atun mimman haramun ya'kulu mithlu al-bina'i fawqa mawjin yuj'al. Na taa kutoka kwa mtu ambaye haramu ni yakulu, yuwala haramu, vyakula vya haramu, vinywaji vya haramu, mavazi ya haramu. Taa ya mtu namna huyo, mithlu al-binai, ni kama jengo lililojengwa fauka mauji, juu ya mawimbi, mahala palipo na mawimbi, maji chepechepe. Nyumba inayojengwa kwenye chepechepe, kwenye mawimbi, itasimama? Haina msimamo. Ndio taa vile vile ya mwenye kula haramu haina msimamo. Ndio imamu al-umma, maimamu wa umma, yani wa mitume, waliamrishwa wa ya ayuha rusul, enyi mitume, kuleni min at-tayyibati, miongoni mwa vyakula vizuri, wa amalu salihan, na mtendo vizuri. Inni bima ta'maluna alim, inni, kabla shaka mimi mwenye kuamrisha. Mimi nani? Mimi Allah, mimi Mwenyezi Mungu. Bima, kwa yale ambayo taamaluna, mnayoyatenda, alimu, ni mjuzi. Hayo mnayoyatenda yote mimi nayajua vizuri, udani wake na nje yake na dhahiri yake na udani wake, nayafahamu, nayaelewa. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun. Wa inna, na hakika bila shaka, hadhihi ummatukum, umma wenu huu, hadhihi ummatukum, sharia yenu hii, hadhihi ummatukum, mila yenu hii, hadhihi ummatukum, dini yenu hii, ummatan wahida, mila yenu hii ni mila moja, sharia yenu hii ni sharia moja.
taifa lenu hili ni taifa moja. Wa ana, na mimi Allah ni mmoja. Wa ana, na mimi Allah, mimi ni mmoja. Umma waliotumiwa mitume kutoka mtume wa kwanza mpaka mtume wa mwisho, umma wote ni umma moja, taifa moja, mila moja, sheria moja, dini moja. Wa ana, na mimi Allah mimi mmoja vile vile, hapana mshirika kwangu. Wa ana rabbukum, mimi ni muumba wenu, mola muumba wenu. Rabbukum, mola muumba wenu. Nyinyi hamja wapatisha kwa uwerevu, nyinyi hamjajipatisha kwa akili, nyinyi hamjajipatisha kwa ujanja, nyinyi hamjajipatisha kwa uwezo na nguvu, bali ana rabbukum, mimi Allah ndiye muumba wenu. Ni muumba wenu. Kila mmoja akaye akijua kuwa kaumbwa, katengezwa. Hakuna aliyejiumba, hakuna aliyejitengeza, bali Mwenyezi Mungu ndiye muumba, anajiweka dhahiri wazi kwa yeye ndiye aliyetupatisha katika huu ulimwengu. Sasa ikiwa akatupatisha katika huu ulimwengu, anatutakia nini? Nini kusudia yake Mwenyezi Mungu kutuleta huko duniani? Nini lengo lake Mwenyezi Mungu kutuleta huko duniani? Lengo, aya inasema wa ana rabbukum fattaqun, mimi ni muumba wenu, mola muumba wenu. Fattaquni, ogopeni adhabu yangu, msiniasi. Ogopeni adhabu yangu, msinifanyie jeuri. Ogopeni adhabu yangu, msinifanyie ukorofi. Ogopeni adhabu yangu. Kama hamtaogopa, zingatieni na fikirini, rejezeni fikra nyuma. Kaumi huu tuliwafanyaje? Tulisoma jana. Musa na Harun, watu wao tuliwafanyaje? Tulisoma jana. Aya Nuh na kundi lake, hao watu wa mtume Nuh tuliwafanyaje? Na hao makundi matatu haya yote walitufanyia ukorofi, walitufanyia ujeuri, walitufanyia kiburi. Kwa sababu ya kiburi tuliwaangamiza, kwa sababu ya kiburi tuliwaangamiza, kwa sababu ya ujeuri tuliwaangamiza. Na nyinyi mujinini, nyinyi au sisi tujinini? Tujiadhari, sisi tujiadhari na huo ukorofi tunamfanyia Mwenyezi Mungu, tujiadhari na huo ujeuri tunamfanyia Mwenyezi Mungu, tujiadhari na huo kiburi tunamfanyia Mwenyezi Mungu. Ikiwa wale maimamu wa ujeuri na kiburi na ukorofi wameangamizwa, mimi na wewe tukitu gani? Mimi na wewe na sisi tukitu gani? Sisi chochote. Anaweza yake Mwenyezi Mungu kuituma ikatufikia, lakini Mwenyezi Mungu anatuletea Qur'an iwe ni zingatio, tuzingatie, turejee katika njia iliyo nyoka. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, umma wenu huu ni umma moja, taifa moja, mila moja, dini moja, sheria moja, mwabudiwa ni mmoja, naye ni Allah. Yeye mwabudiwa anasema tuogope adhabu yake, yani pindi tutakapomuasi adhabu itatupata.
kama ilivyopata waliotangulia, na tunajua funzo lililoko hapa, funzo la kutubainishia kuwa umma huu wa Mtume Muhammad salawatullahi alaihi wasallam, umma huu ambao wanaitwa Ahlul Quran, umma wa zama ya Quran, umma moja. Haipasi kwa umma kukatana, haipasi kwa umma kutengana, haipasi kwa umma kutengeza makundi, haipasi kwa umma kufarikiana, haipasi kwa umma kutosikizana. Kwa kuwa kitabu inasema inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, umma wenu ni umma moja. Sasa lililoko mimi ni heshimu huo umoja ulioko katika huu umma, na wewe vile vile iheshimu hiyo umoja ulioko katika hiyo umma, na sisi vile vile tuheshimu huo umoja ulioko katika huu umma. Aliyesema umma hii ni umma moja ni nani? Mwenyezi Mungu ndiye aliyetuambia umma ni moja. Sasa unaona tunakuwa hatuna adabu kabisa, hatuna adabu. Umoja ule ambao Mwenyezi Mungu ameuthibitisha tunaofarikisha umma, umoja ule ambao Mwenyezi Mungu ameweka, tumekuja kuleta farakano katika umma. Tumeweka umma A, umma B, umma C, umma D, umma G, umma H, umma W, umma X, umma Z. Nini? Ni mwendo kinyume na kitabu Allah, mwendo kinyume na taalimu ya Islam, mwendo kinyume na yale aliyokuja naye Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinyume ilikuwa la haki. Kila moja miongoni mwetu ilikuwa kazi yake na wajibu wake kuukuza umoja ulioko katika hii Islam, kuukuza umoja ulioko katika hii Islam, sio kwenda kutengeneza pati, sio kwenda kutengeneza chama, sio kwenda kutengeneza mkondo, sio kwenda kutengeneza mrengo, hapana, lakini kuweka nguvu na kutia nguvu katika huu umoja aliyesema Mwenyezi Mungu, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, umma wenu ni umma moja. Sasa kilichotusambaratisha ni kitu gani? Alsetetina sunu taalima iliyotusambaratisha ni kitu gani? Ni mafunzo? Hapana. Na ikiwa mafunzo huko, lakini kuweka haya mafunzo katika vitendo, katika kitendo ndio hapana. Na hii hapa ndio imedhihirisha kuwa Waislamu wanataka jina Islamu pasina kuambatanisha Islam na Qur'an, pasina kuambatanisha Islam na Qur'an. Ndio kosa liko hapa, tatbiq al-Qur'an ndio hapa. Tunatosheka jina Mahmud, tunatosheka jina Suleiman, tunatosheka jina Said, tunatosheka jina Idris na Islam basi halali. Lakini hayo majina yanatakiwa yafuate yale aliyokuja naye Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipate kuambatana na ujumbe wake nani? Mwenyezi Mungu. Tulipokosa hayo, ndio tunaona makosa kubwa inayoonekana kila kukicha. Kila asubuhi ikiingia tunatengeneza chama, Western chama, Eastern chama, Northern chama, Southern chama, Central chama. Ya nini?
Tena yote chama ya maasi. Hakuna chama ya kuweka nguvu katika dini, hakuna chama ya kuunga dini mkono, hakuna chama ya kuitetea dini, hakuna chama ya kusemea dini, hakuna chama ya kuwa ni nguzo katika dini, bali ni chama tu ya kisubscription basi, na kutizama nini? Community welfare, kama mnavyosema, si ndio? Mnasema hivyo vyama vyetu ya kutizama nini? Community welfare. Community welfare ya hapa iwapi? Welfare ya akhera. Inatakiwa uwe na community hapa na akhera uwe na welfare katika akhera na welfare katika. Kwanza hiyo well na fair maana yake nini? Welfare ni nimesoma hiyo form 6 form 9. Haya, community welfare tuone uzuri, hatumo katika njia ya dini, tuombe uzuri, hatumo katika njia ya Islamu, tuone uzuri, tumo kwenye njia ambayo haiambatani na maelekezo ya kitabu Allah, haiambatani na kitabu. Ukitaka njia nzuri, tuilete umoja katika dini, katika Uislamu. Ukitaka njia nzuri, kila mmoja ailete umoja wake, aweke nguvu katika dini, sio katika chama chake, sio katika grupu yake, sio katika genge lake, lakini katika Islam. Katika hiyo Islam, na Islam inahitaji nini? Inahitaji nusura yenu, inahitaji msaada wenu. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, mukisaidia dini. In tansurullaha, mukisaidia dini ya Mwenyezi Mungu, mukisaidia hii Islam, mukisaidia dini ya Mwenyezi Mungu, mukisaidia hii Islam, yansurkum, Mungu atawasaidia. Ona Mwenyezi Mungu ameleta hiyo aya, in harfu shartin jazim يجب الفعلين، فعل الأول فعل الشرط وفعل الثاني جواب الشرط. بس جواب haipatikana mpaka sharti ipatikane, mpaka nusra ipatikane ya kusaidia dini, ndio nusra yenu nayo vile vile itaambatana nayo itakuja. Basi na hivyo tunajilini, tunajikokota kule tuendako, lakini ya kuombwa nini? Turekebishe mambo yetu. Kuombwa turekebishe mambo yetu, tuachane na hayo. Vyama hivi tulivyo navyo hivyo vinatupeleka vibaya, vinatupeleka kando ya dini, inatupeleka kinyume ya dini, inatutoa katika mkondo wa Islamu, unatupeleka katika mkondo ambao Uislamu hausifu, haina sifa katika Uislamu. Kila kubwa kabisa, sheria hii ni sheria moja, mila hii ni mila moja, hukumu hii ni hukumu moja. Kilichofanya tusiwe wamoja ni ni kutoambatana na Qur'an, ni kutoshikamana na Qur'an, ni kutoweka mafunzo ya Qur'an katika amali, katika kitendo. Kosa letu liko hapa. Tena makosa yetu sio makosa ya kuja kuambiwa na mtu mwingine, bali kila mmoja katika community akiona namna hiyo, anaona makosa wazi wazi. Kama kitu gani? Katikati ya mbingu, kashamsi fi kabidi sama, kashamsi fi kabidi. Makosa yetu inang'ara kama jua ilivyokuwa katika kitovu ya mbingu, kama jua iliyoko katika kitovu ya mbingu. Yani sasa pale jua, mtu atasema haoni jua na anaona, na sipoona anahisi ukali wa jua, atasema haoni. Kinyume cha kweli. Kosa letu linaonekana wazi, lakini tumejipofusha,
tulijifanya sisi kuwa ni vipofu, hatutaki kuona, lakini tukae tukijua tuwakosefu tudhani katika hiyo dini. Tumedhulumu nani? Tumedhulumu nafsi zetu. Yani madhara ya dhuluma ya kutofuata dini inarejea kwetu sisi, ndio mambo yetu tunaona yote inakaa ina mtetemeko. Inna hadhihi ummatukum, kabla shaka umma wenu huu ummatan wahida, ni umma moja. Umma wenu huu ni umma moja, dini yenu hii ni dini moja, sharia yenu hii ni sharia moja, mila yenu hii ni mila moja. Kiliowafanya mfarikiane nini? Ni matamanio za nafsi zenu. Matamanio za nafsi zenu ndio imewafanya mfarikiane, mkawa ninyi ni mateka za nafsi zenu, mnatawaliwa na nafsi zenu, mkawa mnayo Mungu mwingine aliyeaidhu billah, ambaye ni matamanio ya nafsi zenu mnamfuata. Baya kabisa. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Sikiza maneno ya Mwenyezi Mungu anasema nini? Weka fikira yako barabara, tuliza akili yako katika hiyo maneno. Anasema Mwenyezi Mungu, fataqatta'u, walikata. Wafuasi wa dini walikata, wafuasi wa dini walikata. Fataqatta'u, walikata. Watu gani? Wafuasi wa dini walikata. Amrahum, mambo yao ya dini walizikatakata. Bainahum, kati yao wamezikata namna gani? Zuburan, vipande. Unaona, Mwenyezi Mungu anasema dini yenu ni dini moja, mila yenu ni mila moja, sharia yenu ni sharia moja. Lakini ona, wafuasi wameingia katika kazi yao ya kupinga dini moja, kila siku moja. Haupendi kwa moja, ni kidogo. Watu wanapenda mimi 100 kwa ndio mingi, tena nataka 100,000 kwa ndio mingi, lakini moja inaye haki yake ya umoja vile vile iliyo na nguvu. Basi fataqatta'u, wafuasi wa dini walikata. Amrahum, mambo yao katika dini. Bainahum, kati yao walizikata mambo yao katika dini. Zuburan, vipande, vikundi. Ikawa kila umma, kila taifa wana dini yao mbalimbali. Huyu anasema mimi ni Yahudi, huyu anasema mimi ni Mnasara, huyu anasema mimi ni Majusi, huyu anasema mimi ni nini na nini. Kila mmoja umezua majina ya dini mengi, lakini ile jina lililotoka mbinguni, ile jina ya Mwenyezi Mungu, inna dina inda Allahi al-Islam, ile Islam ndio halitakiwi sasa katika hiyo dunia. Hii si jina, tamko Islam ndio lilichukiza zaidi katika hiyo dunia. Hiyo Islam, lao jina ingelikuwa ingine pasina hiyo Islam, Waislamu wangelistarehe. Lakini maadamu jina ni Islam, ndio imetoka kwa Mwenyezi Mungu, hakuna kwa watu hawana pendekezo la ile dini, lakini ndio dini. Sasa watu kwa sababu hii wataqatta, walikata watu wafuasi wa dini. Amrahum, mambo yao. Bainahum, kati yao. Zuburan, vipande. Yani dini wamezikata vipande. Kila mtu ametengeneza dini yake, kila mtu ametengeneza madhehebu yake, kila mtu ametengeneza namna ya kuabudu kwake. Lakini dini hii na hadhi ummatukum, dini yenu hii ilikuwa ni dini moja tu. Kwa mitume wote waliotumwa walitumwa na ujumbe gani? Aniabudullah, kwa nendeni kwa watu wenu, mwambie pokesheni Mwenyezi Mungu, mwambie pokesheni Mwenyezi Mungu.
Hakuna mtume aliyetumwa kinyume ya ile tamko la hivyo. Sasa inapokwenda zama, inapokwenda wakati, inapokwenda muda, miaka inapokwenda, watu nao wanataka kuleta mabadiliko, mapinduzi katika dini, mabadiliko na mapinduzi katika dini. Na dini hii ya Islamu haukubali mapinduzi, hauungi mapinduzi, bali Islamu ni ile ile aliyotumwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye haikubali mabadiliko, bali ya Mwenyezi Mungu ni yale yale. Tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, maneno Mola wako Muumba wako umekamilika, nao ni kweli na uadilifu mtupu umejaa ndani yake. Sasa utaleta ujanja wa kuingiza ndani, utaleta akili ya kuingiza ndani, utaleta uwerevu wa kuingiza ndani? Hakuna uwerevu wa kuingiza ndani. Ukitaka kuleta uwerevu unakwenda kinyume, ukitaka kuleta akili unakwenda kinyume, ukitaka kuleta elimu yako unakwenda kinyume. Bali dini sunnatun muttaba, bali dini sunnatun muttaba, bali dini sunnatun muttaba, ni njia inayofuatwa kama alivyokuja naye Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio inafuatwa na hiyo tu. Hapana ujanja mwingine ndani yake, hakuna uwerevu ndani yake. Utafanya nini kama kufanya modification? Hiyo kitu mnaita nini? Modification. Hiyo motoka ndio mtafanyia modification, na hiyo TV na radio mnafanyia modification ndani yake, lakini sio dini. Basi hasara ya watu katika dini, tazama Mwenyezi Mungu anaeleza, anasema nini? Fataqattau amrahum bainahum zubura, wafuasi wa dini walizikata amrahum, mambo yao katika dini, bainahum, kati yao, zubura, ni vipande vipande. Walikata mambo yao katika dini vipande vipande. Ndio wamekwenda na dini, huyo amesema mimi ni Myahudi, huyo amesema mimi ni Mnasara, huyo amesema mimi ni Majusi, huyo amesema mimi ni Mkondo, sijui ni Mrangi, sijui na nini na nini. Basi wamejikata, wametoka katika ile njia ya Islamu, njia ambayo walitumwa nayo mitume waliotangulia, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha wakawa namna gani? Kullu hizbin bima ladaihim farihun, wakawa kullu hizbin, kila kikundi, bima ladaihim, kwa yale walio nayo miongoni mwa dini, farihun, wenye kufurahi. Wayahudi wanafurahi na dini yao, Wanasara wanafurahi na dini yao, hao Majusi wanafurahi na dini yao, Buddha wanafurahi na dini yao, sijui nini wanafurahi na dini yao, Mario na nani, kila mmoja anafurahi na dini yake. Lakini ni dini? Ni dini? Ni dini? Sio. Dini ni taatullah. Haya ni mapendekezo ya nafsi, haya matamanio ya nafsi, haya ni matakwa ya nafsi. Bali dini ni yale yaliyomo ndani yake maamrisho ya Mwenyezi Mungu, ndio dini. Yale yaliyomo ndani yake maamrisho ya Mwenyezi Mungu ndio nini? Ndio dini. Sasa farakano katika dini ni jambo lisilopendeza, jambo lisilo zuri, inaonyesha sura mbaya. Nzuri nini? Sura mbaya kabisa. Bali tujitahidi namna ya kuweza kwetu, tuone kuwa tumo katika ile njia aliyokuja nayo Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumo katika mwongozo wa Qur'an, na mwongozo wa wakubwa wetu utatuangamiza, mwongozo wa wakubwa wetu utatupotosha, mwongozo wa wakubwa wetu utatutoa nje ya njia, isipokuwa mwongozo wa wakubwa wetu uliolengana na Qur'an. Huo ndio mwongozo. Mwongozo wa wakubwa wetu uliofanana na Qur'an, hiyo ndio mwongozo. Mwongozo wa wakubwa wetu ulioshikamana na Qur'an, huo ndio mwongozo. Miongozo mingineyo hayamo ndani yake khair, hayamo ndani yake wema. Kwa nini? Qul innal huda hudallah
ya Rasulullah, ya Nabii Allah, ya Muhammad salawatullah alaihi wasallam, waambie watu, waambie viumbe, waambie walimwengu mwongozo iliyo barabara kabisa isiyo na tobo, mwongozo iliyo barabara kabisa isiyo na upungufu, mwongozo ulio barabara kabisa isiyo na aibu, mwongozo ulio barabara kabisa isiyo na dhuluma. Huda Allah, mwongozo wa nani? Wa Mwenyezi Mungu aliyetuumba, mwabudiwa wa haki. Mwongozo wa mwabudiwa wa haki ndio mwongozo, lakini mwongozo ya nini? Ya makundi yetu hayo ya barabarani, makundi yetu hayo ya kona, makundi yetu hayo tunayoyaweka tunaitukuza, miongozo yake yote ni nini? Wrong. Hayabatani na nini? Na yale aliyokuja nayo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lau miongozo ya vyama vyetu vingelikuwa vinaambatana na yale aliyokuja nayo Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakika wallahi misikiti ingelijaa, kwa kuwa chama imetuambia tuje tufanyeje? Tuje misikitini. Kwa kila chama ilikuwa tuambia, na mali ingelijaa hapa. Kila chama ingekuwa imesema nini? Pelekeni zakatul fitr huko. Kila chama ingesema pelekeni nini? Pelekeni ramiti huko. Kila chama. Lakini ndio miongozo yetu tofauti. Sema wewe subscription ikienda katika party account. Sawa? Au kuna makosa hapa, kuna mdudu anataka kusema nasema kidogo lazima kila msikilize. Ndio namna hiyo, ndio namna hiyo. Kule hivi kila kikundi kwa hao waliokatana bima ladaihim, kwa yale walionayo, farihun, wenye kufurahi. Utaona kila parti inafurahi na parti yake. Kila parti inasema parti yangu ndio right, parti yangu ndio right, group yangu ndio right, group yangu ndio right. Wrong. فذرهم في غمرتهم حتى حين. يا رسول الله، يا نبي الله، يا محمد صلوات الله عليه وسلم، فذرهم، وكان نهاو مشركين، فذرهم وكان نهاو كافرين، فذرهم وكان نهاو منافقين، فذرهم achana na hao watu waasi, tarhum, achana na wao. Achana na wao vipi? Fadharhum fi ghamratihim, achana na wao katika ghafla yao, achana na wao katika nini? Ghafla yao. Ujumbe wa Mwenyezi Mungu ushawafikisha, kisha wao hawataki. Achana na wao katika ghafla yao, achana na wao katika ujinga wao, achana na wao katika upotofu wao, achana na wao, utatabika bure. Achana na wao, wadharhum, achana na wao fi ghamratihim, katika ghafla yao, achana na wao fi ghamratihim, katika upotofu wao, achana na wao fi ghamratihim, katika ujinga wao, achana na wao. Hata hii mpaka utakapofika siku ya kufa kwao, achana na wao katika yao mpaka siku ya kufika, siku ya kufa. Hata hii mpaka fika siku ya kufa. Siku ya kufa ndio watazindukana kutokana na nini? Na ghafla ile waliomo ndani yake. Lakini maadamu wanakula wanakunywa, wanakaa katika magenge, wanakaa katika vilabu, bado anayo members of subscription number, hawezi kuzindukana huyo, hawezi kuzindukana kwa kuwa anayo kasumba. Unajua kitu kinaitwa kasumba? Anayo kasumba ya matamanio ya nafsi. Dharhum, achana na wao ya Rasulullah fi ghamratihim, katika ghafla yao na ujinga wao na upotofu wao, achana na wao hata hii mpaka kifo kiwafikie. Na hapana ambaye hata nini? Hata kufa. Na hakuna aliye mbali na kifo yake, na hakuna aliye mbali na kaburi yake.
kila moja ametoka karibia nini kaburi yake, hajui sanga, kila moja amekurubia kaburi yake, hakuna aliye mbali. Tungelikuwa tuna akili, tungelikuwa tunafahamu mzuri. Kwa sasa tu kila mmoja alikuwa ameshajiandaa, kila mmoja alikuwa atakuwa nini, ameshajiandaa. Ukiwa unasafiri kesho, mchana kutwa, leo unapiga pasi chati koti, tai inatakiwa huko, piga na tai vile vile. Hata sio, unajua stoki inapigwa pasi, hiyo socks inapigwa ya mabwana, yote inapigwa pasi, uko unakwenda nayo safarini. Basi kama vile tunavyojiandaa katika safari zetu, tukienda up country au down huko, tufanyeje? Tujiandae vile vile. Ayasabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Je, bimaana je, yasabu, wanadhani hao watu annama numidduhum bihi, kwa hayo tunayowapa mimali, miongoni mwa mali, wabanina, na wana, wanadhani hao watu hizo mali tuliowapa na watoto tuliowapa, wanadhani nini? Nusari lahum fil khairat, kwa tunavitanguliza kheri zao kwao. Hao watu wameghafilika, wanadhani, na huku tunawapa mali, na huku tumewapa watoto, na huku wanakula vizuri, wanakunywa vizuri. Sasa wanadhani hao watu kwa hivyo vyote ni kuwa Mwenyezi Mungu anawatangulizia vizuri. Anawatangulizia nini? Vizuri. Pamoja na kuwa wanamwasi Mwenyezi Mungu, wanakula mzuri. Pamoja na kuwa wanamwasi Mwenyezi Mungu, wana mali nzuri. Pamoja na kuwa wanamwasi Mwenyezi Mungu, wana akaunti nzuri. Pamoja na kuwa wanamwasi Mwenyezi Mungu, wana wana wazuri. Pamoja na kuwa wanamwasi Mwenyezi Mungu, wana makazi mazuri. Wanadhani hiyo kwa sisi tumewatangulizia kuletea kheri. Wanadhani hizo ni kheri tunalete. Hizo ni kheri tunalete. Watoto kwa wingi, mali kwa wingi, vyakula kwa wingi, uzuri kwa wingi. Wanadhani huu ni uzuri. Huu ni uzuri. Ndio. Ayasabuna. Je, wanadhani watu hawasi annama, hakabla shaka si jambo jingine nalo, numidduhum hayo tunayo, hayo ambayo tunawapa, mimali, miongoni mwa mali, wabanina, na watoto, wanadhani ni nusari lahum fil khairat, kwa tunawatangulizia vizuri vyao. Wanadhani hivyo ni vizuri vyao tunavitanguliza kwao. Ndio wanadhani watu namna hiyo. Ukila mzuri unadhani huu uzuri wangu Mwenyezi Mungu alioniwekea miongoni mwao ndio hiyo anaitangulizia. Unakuwa na hope kula nyuma vile vile bado iko mzuri nyingine, sio? Ndio Mwenyezi anasema wanadhani nusari lahum fil khairat, kwa tunawatangulizia wao fil khairat, miongoni mwa kheri ndio tunawapa mali, miongoni mwa kheri ndio tunawapa wana, miongoni mwa kheri ndio tunawapa vyakula vizuri na vinywaji vizuri. Wanadhani hivyo ni miongoni mwa vizuri tulivyovitanguliza kwao. Wasidhani hivyo, bali la yashuruna, bali hawa watu hawa nini? La yashuruna, hawajui kitu, hawaelewi kitu, hawafahamu kitu. Hawa nini? Hawaelewi kitu, hawafahamu kitu. Modele na odile omono mai ina odile omono akil sema nodile omono sharbati kwesi nodile omono yana mufakira jarene kullu odile omono de khairi ya nodile omono asma rabbaka mufakira jarene de khairi ya nodile omono de khairi yana de khairi mali de khairi akulu kwesi sembe akili dini singi na zidana makurure desemba ita azma kukalam karabana tukapul zetu kufikiri desemba bal la yashuruna bal mulgakul tumon marfaja dasma kalam karabana dole akali tukata akulu
akulu tu lakini babu nini udilo waseme wala umefika kusema nini umefika pia la nini umefika في mali nini bazukiri ka akulu tu kai ala kibabu ya wita fatema fungua macho mwalimu yuko sikiza maneno Mwenyezi Mungu anasema nini Mwenyezi Mungu aya sabuni. Je, hawa watu wanadhani annama katika vitu ambavyo numituhubi tunaowapa wao mimani miongoni mwa mali wabanina na wanadhani nusariuna hum fil khairat kuwa tunawatangulizia miongoni mwa kheri, wanatanguliza hizo ni kheri tunawatangulizia hao wana tuliowapa, wanadhani hizo ni kheri tunawapa hizo mali tuliowapa, wanadhani hizo ni kheri tunawapa. Sirani unamwasi Mwenyezi Mungu, kusema Mwenyezi Mungu anakulisha tu, anakuninefesha, anataka kwenda kukutupa wapi? Alama anataka kupeleka wapi? Motoni unenepe uzuri ukali uta mzuri wewe ukatengeneza moto kwa mzuri na mwanga mzuri. Ndio bwana mnayo. Wanadhani tunawalisha bure hawa. Tunawasariaisha bure. Bali hayashuruna, bali hawajui hawa kitu, hawaelewi kitu, hawafahamu kitu. Innal ladina hum min khashiyati rabbihim mushfiqun. Zama sasa Mwenyezi Mungu anaeleza wale watu ambao watakao faulu watu gani? Anasema inna kabla shaka alladhina wale watu ambao wao khashiyat rabbihim kumcha Mwenyezi Mungu, wale watu ambao wao kumcha Mwenyezi Mungu mushfiqun wanadhalilika kwake Mwenyezi Mungu. Kumcha Mwenyezi Mungu, kule kumcha Mwenyezi Mungu imefanya wao wadhalilike kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Imewafanya wao wawe ni wenye kunyenyekea kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ya kumcha Mwenyezi Mungu. Tena sifa yao ya pili, hawa waja wema, walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Wale waja wema ni wale ambao hum wao bi ayati rabbihim, kwa ayat na miujiza na dalilat na hoja alizitoa Mwenyezi Mungu katika Qur'an, wao rabbihim aya za Mola wao yu'minun, wanaamini imani kamili. Na imani kamili sio kuamini kwa moyo peke yake kama ilivyoelezwa. Imani kamili sio kuamini kwa moyo peke yake kama ilivyoelezwa, bali imani kamili mtu ameamini Qur'an kuwa ni kitabu chake Mwenyezi Mungu kimoyomoyo, kikweli kabisa. Kisha baada ya moyo kushaamini Qur'an, ulimi ukawa unatangaza yale yaliyomo ndani ya moyo kwa kuisema, kwa kuiamrisha, kwa kuikataza, kwa kuiwahi. Ulimi unafanya kazi nayo hiyo. Tena isitoshe, viungo vya mwili vilivyoko katika mwili wa mwanadamu, viungo vya mwanadamu ni nini? Masikio, macho, pua, ulimi, mdomo, mikono, moyo, miguu, moyo. Hiyo yote ni viungo vya mwanadamu. Kisha viungo hivyo vilivyoko katika mwili wa mwanadamu vio vile vile vinashirikiana kufuata yale maamrisho yaliyoko katika nini? Moyo, ambayo moyo umeamini kwayo katika Qur'an. Hapo vitu vitatu hivyo vikishirikiana ndio inasema kuwa mtu huyo ana nini? Ana imani. Na mtu akiwa na matatu hayo ndio utamwona huyu kidogo anamulika kuwa Muislamu. Anamulika kuwa huyu ni nani? Ni Muislamu. Lakini asipokuwa na hayo matatu ndio unaona betri yake inakuwa down. Kitu gani yake inakuwa down? Toshi betri down inafanya. Unaona hiyo taa hiyo juzi hapa diesel imemalizika huko katika engine. Imewaka.
imewaka. Sasa diesel tanki yetu yote impita, hakuna diesel ndani yake, alafu hiyo taa yetu itawaka namna gani? Sasa natakiwa tuweke Qur'an ndani ya moyo, tuamini kwanza. Baada ya kuamini kwa moyo, tena tuwe tukisema hiyo mambo ambayo yalemo katika nini Qur'an, kuamrisha tunaamrisha na kukataza tunakataza. Tena isitoshe usikio isikie Qur'an, macho ione Qur'an, pua inuse Qur'an, mdomo ile Qur'an, mikono ishike Qur'an, miguu iende Qur'an. Maana pale ambapo Mwenyezi Mungu amesema nenda, ndio unakwenda. Na tujichunge sana, tujihadhari asituone Mwenyezi Mungu katika pahala ambapo ametukataza. Tujihadhari asituone Mwenyezi Mungu katika mahala ambapo ametukataza. Tujihadhari asituone Mwenyezi Mungu katika mahali ambapo ametukataza. Na tufanye bidii, kila namna ya bidii, atuone Mwenyezi Mungu katika kila mahala alipoamrisha tuwepo, na tuwafikishe Mwenyezi Mungu inshallah. Tuwafikishe. Na haya mambo yote haiwezi kuja kimwenyezi Mungu. Ndio nyinyi jamii zangu mnataka haya mambo Mwenyezi Mungu ateremke kule kutoka kule aliko aje atubadilishe. Aje nini? Atubadilishe. Unaona hiyo miwani ilikuwa hapo chini. Sasa iko hapo juu tena imetoka huko. Miwani haina lake jambo. Utakapopelekwa ndiko. Sasa Mwenyezi Mungu habadilishi hali ya watu. Mwenyezi Mungu habadilishi hali ya watu mpaka watu wenyewe wafanyaje? Mpaka tuseme leo haramu hatutaki, ndio Mwenyezi Mungu ataziba haramu. Mpaka tuseme leo ubaya hatutaki, ndio Mwenyezi Mungu atafunga mlango wa ubaya. Lakini ikiwa hatukusema tunataka yeye Mwenyezi Mungu ndio atuondeshee mabaya, kinyume cha haki, kinyume cha ukweli, kinyume cha haki, kinyume cha nini? Ndio kweli. Umeona hiyo kanzu hii niliyovaa hii? Nilipoamka asubuhi kanzu ilikuwa kwenye msumari huko. Kanzu iliruka tu ikajiingiza. Hebu fikiri. Au hiyo shati yako uliyovaa ilikuwa tururuka hapa? Au hiyo suruali uliyovaa ilikuja tururu? Ulifanyaje? Kwanza ulitiweka nia, shati gani nitavaa, kanzu gani nitavaa, suruali gani nitavaa, ukatizama. Ukitizama ukachukua hii ndio unataka. Ulipochukua shati haitakataa, shati inakubali kwenda. Sawa? Shati inakubali kwenda. Wewe vile vile na Mwenyezi Mungu vile vile anataka wewe ndio uanze, alafu akutilie nini? Baraka. Akuwezeshe kukataa hayo yasiyofaa. Akuwezeshe, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yeye Mwenyezi Mungu habadilishi tabia na nyendo walizo nazo watu mpaka watu wenyewe wazibadilishe. Watu kishabadilisha sema sasa hatutaki haramu, Mwenyezi Mungu atasiba njia ya haramu. Atafanya haramu kwao kuwa ni kitu nzito, watajitenga nayo mbali. Ndio namna hiyo. Lakini ukiongoza Mwenyezi Mungu, ngoja mpaka kunguru mwoga atakapokuwa mzee. Intadiri ila an yashiba al-ghurab wa mata yashiba al-ghurab wa umru al-ghurab 200 sana. Kunguru mwoga umeshaona ameshakuwa mzee. Go taino jajus. Chufte jabi hakuna. Naam. Walladhina hum bi rabbihim la yushrikun. Waja ambao ni waja wa kheri, waja ambao ni waja wema. Walladhina hum ni wale waja ambao wao bi rabbihim, kwa Mola Muumba wao, la yushrikun, hawamshirikishi Mola. Hawamshirikishi nani? Hawamshirikishi Mola wao. Sasa mambo ya ushirikina, juzi makaburini hapa ilifukuliwa kaburi, ilitolewa maiti. Huyu mwanamke alikuwa mwanamume, mwanamume alifukuliwa maiti akakatwa nusu.
nusu walienda nalo, nusu waliwacha, sio? Nusu walienda nalo, nusu waliacha. Ni mambo ya ushirikina, mambo ya nini ya ushirikina bali. Mwenyezi Mungu hataki kushirikishwa. Mwenyezi Mungu hataki kushirikishwa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Ya Mwenyezi Mungu hasami madhambi yanayopatikana kwa kule kushirikishwa yeye na chochote kile. Walladhina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Na waja walio na matarajio mazuri, na waja walio na fikira nzuri na dhana nzuri. Walladhi ni wale waja ambao yutuna, wanapeana ma atau, wanapeana vile vitu ambavyo atau waliopewa, wanapeana walivyopewa. Maana yake nini? Give and take. Maana yake nini? Give and take. Lakini ona sisi ni take, not giving. Take, not giving. Dini namna hiyo, Islamu namna hiyo. Islamu si namna hiyo. Islamu ni give and take. Lakini hiyo ukiona Islamu yote ni nini? Only taking. Kuchukua tu, kutoa hapana. Sasa waja wazuri, ona Mwenyezi Mungu anatuambia. Waja wazuri, ona Mwenyezi Mungu anatuambia nini? Waja wema, walladhina, na wale waja ambao yutuna, wanayopeana ma vitu ambavyo hata waliopewa na Mwenyezi Mungu wanapeana kwa wenzao. Amepewa 100, katoa 25 kampa fakiri. Amepewa 1000, katoa 50 kampa masikini. Kwa namna hiyo, give and take. Give and take, sio kuvurumisha mondoni. Unajua mondo? Tena wanazitoa yale waliopewa, hata mali ya zaka vile vile wanapewa. Wakipewa mali zaka wanazitoa, wakipewa mali sadakati wanazitoa, wakipewa mali rahmiti wanazitoa, wakipewa mali hawasahau Islamu na mafungu yake. Hiyo ndio Uislamu na hiyo ndio dini. Lakini Waislamu sasa sisi tunataka nini? Tunataka Islamu ndio itusaidie. Leo hii tunataka nini? Islamu ndio itusaidie. Lakini kinyume, ilikuwa inatakiwa sisi ndio tuisaidie nini? Ikiwa sisi tusaidie Islamu. Intansurullah yansurkum. Ukisaidia dini ya Mwenyezi Mungu, ndio Mwenyezi Mungu atawasaidia. Sio dini ya Mwenyezi Mungu iwasaidie. Hapana. Basi waja wema walio na dhana nzuri, alladhina, ni wale waja ambao yutuna, wanapeana ma vitu ambavyo hata waliopewa na Mwenyezi Mungu. Tena wanapeana wanazopeana, wa qulubuhum wajilatun. Wanapeana wanayopeana, wa qulubuhum wajilatun. Wanapeana wanayopeana, wa qulubuhum wajilatun. Nyoyo zao zinauoga, zinaogopa. Ona hata sasa mimi simwogope Mwenyezi Mungu. Ona hata sisi vile vile sasa hatumwogopi nani? Tungelikuwa tunamwogopa Mwenyezi Mungu tungelimwasi. Tusingelimwasi. Tungelikuwa tunamwogopa Mwenyezi Mungu tungelimficha Mwenyezi Mungu kitu. Tusingelimficha Mwenyezi Mungu kitu. Lakini kwa nini tunamficha Mwenyezi Mungu kitu? Kwa sababu hatumwogopi. Kwa sababu hatumfanyaje? Hatumwogopi. Turejee kwa Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika hali ya kuambatana na dini. Wa qulubuhum, na nyoyo zao hao wenye kupeana, wajilatun, ni wenye kumwogopa Mwenyezi Mungu, ila rabbihim rajiun, annahum, hakabla shaka wao wanaamini vile vile, ila rabbihim, kwa Mola wao rajiun, wanarudi.
Sasa hawa watu gani? Hebu tazama, tokea wapi? Innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun walladhina hum biayati rabbihim yu'minun walladhina hum birabbihim la yushrikun walladhina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika hawa sawa hawa watu ambao Mwenyezi Mungu amekuja kukuambia hawa yusari'una fil hayat, hawa ndio wanaotanguliza vya kheri kwanza. Hawa unaona waliosifika, wanamwogopa Mwenyezi Mungu, wananyenyekea kwa Mwenyezi Mungu. Sasa unyenyekevu wao ni alama ya kuwa wanatanguliza khairat ili wapate ujira kwayo mbele ya nani? Mbele ya Mwenyezi Mungu. Ulaika hawaja yusari'una fil khairat, ndio wale waja wenye kutanguliza khairat mbele. Wa hum laha, na hao kwa hizo khairat, wao kwa hizo khairat sabiqun, ni wenye kuyaendea kwa mwendo wa kasi, wenye kuyaendea kwa mwendo wa kasi. Wa hum laha khair sabiqun, na wao kwa hiyo mambo ya khairat sabiqun, ni wenye kuendea kwa kasi. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha waladayna kitaban yantiqu bil haqq wa hum la yuzlamun. Mwenyezi Mungu anasema wala nukallifu nafsan illa wus'aha, wala nukallifu nafsan, wala hatukalifishi nafsi, hatulazimishi nafsi fanye jambo, utende jambo illa wus'aha, ila kwa kadri ya uwezo wa nafsi. Sasa haya yote aliyowajibisha Mwenyezi Mungu ni yale ambayo mwanadamu anaweza. Hakuna kitu ambayo Mwenyezi Mungu amesema lazima mwanadamu afanye naye ni zito kwa mwanadamu aweze kufanya. Yale yote aliyoamrisha Mwenyezi Mungu mwanadamu ayatende ni yale ambayo mwanadamu anaweza. Ndio Mtume anasema la nukallifu nafsan, hatukalifishi nafsi kutenda jambo lolote illa wus'aha, ila kwa kadri ya uwezo wa nafsi. Yani yale tuliyoamrisha nafsi itende, nafsi inaweza, lakini ukataa tu nafsi itakataa, ukanusha tu nafsi itakanusha, kupinga tu nafsi itapinga, lakini kuweza nafsi inaweza. Waladaina kitabun yantiqu bil haqq, na sisi tunayo kitabu inayosema ukweli mtupu. Sisi tunayo kitabu hapa inayosema ukweli mtupu, yani wanadamu hawa mambo yao yote inasajiliwa, inarekodiwa, sawa, inarekodiwa umri wake mzima kuishi katika hiyo dunia. Alafu akifika mbele ya Mwenyezi Mungu, ulikuwa kwa kibira, umeishi kibira miaka 50, 60, 70, ulifanya nini? Unasoma wewe kitabu chako mwenyewe, kila kitabu kama binafsi aliyomaalika. Soma kitabu chako, jitosheleze. Leo unakwenda kuhesabiwa. Kama iko makosa, fanya correction. Tena siku hiyo mbele ya Mwenyezi Mungu huko apata kuweka mtu nani? Mjinga. Kwa kuwa apata kuweka mtu asiyesi atakayesema mimi sijui kusoma, hebu Rajabu njoo nisomee. Kama barua sasa kitoka Kisumu kuja kwako, unakwenda kwa mtoto, nyinyi ndio mnasoma shule, hebu soma hiyo barua imesema nini? Uko mbele ya Mwenyezi Mungu utafanya hivyo? Hapana, mbele ya Mwenyezi Mungu wote watu watakuwa wasomi. Watoto watakuwa nini? Maprofesa wa kusoma. Basi tunayo, Mwenyezi Mungu anasema tunayo sisi kitabu yantiqu bil haqq, inayosema maneno ya kweli mtupu, yani rekodi ya wanadamu wote. Yale pesa niliyoiba hapa msikitini yote yameandikwa katika kitabu, pesa niliyoiba hapa madrasani yote yameandikwa katika kitabu, pesa niliyoiba hapa Kibira yote yameandikwa hapo kitabuni, dhambi niliyofanya hapa Kibira yote niliyofanya nje ya Kibira, nje ya wapi, yote yataandikwa. Hapana atakayekosekana. Yangu ikiwa namna hiyo, na yako vile vile namna hiyo, na yako vile vile namna hiyo.
ولدينا كتاب وتناقش في كتاب ينطق بالحق ليصير مريض يكون مكتوب وهم لا يظلمون نواواja hawatadhulumiwa. Dhuluma huko hapana kwa Mwenyezi Mungu, dhuluma hapana kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ni mwadilifu na atatimiza mambo yake kwa uadilifu na kwa kheri